Waathirika wa mvua ya mawe kata ya Mwakata wilayani Kahama walalamikia mfumo mbovu wa usambazaji wa misaada inayotolewa kutoka kwa wasamaria wema, hatua inayopelekea baadhi yao kukosa chakula. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Innocent Alois. Siku chache baada ya vijiji vitatu vya kata ya Mwakata wilayani hapa kukumbwa na balaa la mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali na mawe ya barafu na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 45 na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa, huku mifugo, miti na mazao yaliyopo mashambani yakiharibiwa vibaya na kufanya eneo hilo kwa mithili ya jangwa. Wasamaria kutoka maeneo mbalimbali wanafika eneo walipohifadhiwa wahanga wa maafa hayo na kutoa misaada yao. Niliahidi na nimeleta sasa hivi tani 1.5 ya unga, nusu tani ya sukari na maji na chumvi. Kama tumetoa magunia 10 ya mchele yenye thamani ya shilingi milioni 1.5. Tukatoa pia unga wa sembe gunia 100 zenye kilo 25 kila moja. Kwa hiyo sisi tuliguswa tuwaletee magodoro 100 pamoja na mashuka 100 ambayo yatasaidia wakati wako katika hii kambi. Tunafahamu kuna baridi na vitu kama hivyo. Licha misaada hiyo kuendelea kutiririka, baadhi ya waathirika wakiwepo watoto wamekuwa wakishinda na njaa, hatua inayopelekea baadhi yao kufungua midomo yao mbele ya kamera ya Azam TV. Misaada tunayoiona inayoletwa ni mingi mno, ila sasa ugawaji wake sio mzuri. Niko na maturubai ambayo yameletwa sasa hivi, yapo tu yamerundikwa humo, hatugawiwi. Vyakula vipo hapo lakini vinagawiwa taratibu na vinagawiwa tu kwa baadhi ya watu, na mablanketi hapo, lakini kwa kweli tunayasikia tu. Tumepata chakula mida ya saa 6 au saa 7 hivi. Wengine bado mpaka sasa hivi sijui ni saa 10 ndo wanapewa chakula. Kwa hiyo ugawaji wa chakula ni mbaya sana. Watu tunateseka, hatuna nguo, wengine hatuna kitanda wala magodoro hatuna, tunalala chini tena pabichi. Mimi ningeomba, kwa sababu inaonekana kwamba kuna magumashi kwa viongozi hawa wa vijiji hao, labda tu serikali ingeteua hata watu wa jeshi wakaja wakasimamia hili zoezi. Aidha, bado hali ya waathirika waliohifadhiwa katika shule ya msingi Mwakata na wanaoendelea kuishi katika magofu ya nyumba zao wapo katika hali ngumu kufuatia kukosekana kwa huduma muhimu za maji, vyoo na mahema, hatua inayopelekea baadhi yao kulala nje, huku wengi wao zaidi ya 300 wakiwepo watoto wakibanana kwenye madarasa 4 yaliyopo shuleni hapo. Innocent Alois, Azam TV, Kahama.